Maana yake watakaotiwa muhuri katika vipaji vya uso lazima wawe na tabia za Baba na zile tabia za Mwana. Mfano, Biblia inasema kwamba imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyokuwa mtakatifu. Kwa hiyo Baba wa mbinguni ni mtakatifu, hatendi dhambi. Kwa na wewe pia uishi hivyo hivyo. Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nawe popote pale ulipo, na kusalimia kupitia jina la Yesu Kristo. Natumai mzima wa afya. Basi karibu sana katika somo la leo ambalo nimependa tujifunze kwa habari ya muhuri wa Mungu. Je, muhuri wa Mungu ni nini? Maana kumekuwa kuna mtazamo tofauti kulingana na jinsi watu wanavyokuwa wanaamini. Dhehebu hili linaamini kwamba muhuri ni hivi na hawa wanaamini kwamba muhuri ni hivi. Sasa kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba muhuri wa Mungu ni Sabato, kwamba yeye akikusanyika siku ya saba basi tayari ameshapata ule muhuri wa Mungu. Lakini kuna wengine wanaamini kwamba muhuri wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Lakini na wengine pia wanaamini kwamba muhuri wa Mungu ni jina la Baba na jina la Mwana. Sasa nimependa tuchambue, je, tuone katika hayo machaguo matatu, je, muhuri wa Mungu haswa ni upi? Maana bila kuwa na muhuri wa Mungu hatuwezi kuurithi uzima wa milele. Kwa hiyo ili tuweze kuurithi uzima wa milele ni lazima tuwe na muhuri wa Mungu. Sasa muhuri ni kitu ambacho kinathibitisha yale yaliyomo. Kwa mfano, leo unapopeleka barua sehemu yoyote, kama ile barua ndugu yangu haina muhuri, ile barua itaonekana ni batili, yani ni fake. Ila unapokwenda katika ofisi yoyote, ukiwa ile barua yako ina muhuri, ni rahisi kupokelewa na kuamini kwamba hichi kilichoandikwa ni kweli, aidha kimetoka katika ofisi fulani. Sasa nadhani wengi tunafahamu hii mihuri ya kidunia, tunaifahamu kwa sababu katika majukumu yetu ya kila siku au shughuli zetu za kila siku, hivyo ni vitu ambavyo tunaviishi na huwa tunavifahamu. Sasa wapo watu ambao wanaamini kwamba muhuri ni Roho Mtakatifu, wengine wanasema kwamba muhuri ni Sabato, wengine wanasema kwamba muhuri ni jina la Baba na la Mwana. Ila ningependa tuanze na kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 7 na ule mstari wa 1 hadi wa 3. Biblia inasema, Ufunuo wa Yohana sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 3, Biblia inasema kwamba baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akiwapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuizuru nchi na bahari, akisema, msizuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso vyao. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe huu muhuri wa Mungu unatiwa katika vipaji vya nyuso vyao. Sasa kwa nini muhuri unatiwa katika kipaji cha uso hapa mbele, wala sio huku wala sio nyuma? Anamaanisha think and action, maana yake kutenda na kufikiri. Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na ule mstari wa 8. Biblia inasema yafunge yale dalili juu ya mkono wako, nayo yatakula kama utepe katikati ya macho yako. Maana yake kufikiri kwako na kuwaza kwako ya kufaa umtafakari Bwana muda wote. Sasa katika Ufunuo sura ya 7 ametumia neno muhuri. Sasa kwa nini muhuri unatoka katika paji la uso? Tumesema ni kwamba kufikiri kwako, kwamba huu ubongo wa mbele tunafahamu kwamba ni ubongo ambao unafanya maamuzi. Nile nisile, nioge nisioge, niende kwenye mafundisho nisiende kwenye mafundisho, ni ubongo wa mbele. Nifanye dhambi nisifanye dhambi, niibe nisiibe, nimpende Mungu nisimpende Mungu, hiyo ni kazi ya ubongo wa mbele.
Kwa katika Ufunuo sura ya 7 ametumia kwamba hawa watumwa wa Mungu wanawekwa muhuri katika paji la uso. Sasa Yohana huyo katika Ufunuo sura ya 14 anakwenda kutuambia, Ufunuo 14:1 anasema, kisha nikaona tazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso vyao. Unaona sasa lugha aliyoitumia. Huku amesema ni muhuri, lakini huku kwenye Ufunuo 14:1 amesema ni jina, kwamba hawa watakatifu 144,000 katika paji la uso wana jina la Baba na jina la Mwana, japo huku alisema wana muhuri. Kwa jina na muhuri ni kitu kimoja. Sasa nini maana ya jina? Maana muhuri ni jina. Je, kwenye jina humo kuna nini? Sasa jina lina maana nyingi, lakini mimi nimependa kuchukua maana kama 2. Jambo la kwanza, jina linawakilisha umiliki, ownership. Kwa mfano, wale mlioishi mikoani, unakuta kila mfugaji, kama ni ng'ombe, unakuta ng'ombe kwenye mgongo au kwenye paja anakuwa na herufi, au ng'ombe anakuwa na jina. Kwa maana yake ukimwona ng'ombe labda ana herufi Z, herufi Y, huyu ng'ombe ni wa Imani, au huyu ng'ombe ni wa fulani. Kwa kama hata ikitokea yule ng'ombe amepotea, wakiangalia huyu ng'ombe jina lake limeandikwa, limechorwa hivi, huyu ng'ombe ni wa fulani. Kwa jina ni umiliki. Lakini maana ya pili ya jina ni tabia au sifa, character. Sasa tusome kitabu cha Kutoka sura ya 34. Kutoka sura ya 34 na ule mstari wa 5, ambapo Bwana alimwambia Musa, nitapita katikati yako nami nitalitangaza jina langu. Sasa 34 mstari wa 5 ndipo Bwana anashuka kutangaza jina lake. Anasema hivi 34:5, Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Sikia majina. Nasema Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana mwingi wa huruma, mwenye kufadhili, si mwepesi wa hasira, si mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, si mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu 1,000 na mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Sasa hapa Bwana alisema kwamba anashuka kulitangaza jina lake, lakini ameshuka kutangaza sifa zake, kwamba si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, ni mwenye kusamehe, ni mwenye deshi. Kwa hiyo maana ya pili ya jina ni sifa au ni tabia. Kwa hiyo hawa waliotiwa muhuri katika paji la uso, Yohana ameturahisishia kwamba wana jina la Baba na jina la Mwana. Maana yake watakaotiwa muhuri katika vipaji vya uso lazima wawe na tabia za Baba na zile tabia za Mwana. Mfano, Biblia inasema kwamba imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyokuwa mtakatifu. Kwa hiyo Baba wa mbinguni ni mtakatifu, hatendi dhambi. Kwa na wewe pia uishi hivyo hivyo. Lakini hata Yesu pia alikuwa mtakatifu kama Baba alivyokuwa mtakatifu. Na maanisha pale Kristo alipofanyika mwili akaja kukaa kwetu sisi. Tusome Yohana 8 na ule mstari wa 46. Yohana 8 mstari wa 46, maandiko matakatifu yanasema hivi. Yesu anasema ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Yesu anawauliza Wayahudi, je, ni nani katikati yenu anayenishuhudia mimi kwamba nina dhambi? Maana yake Yesu alikuwa na jina la Baba, alikuwa na tabia za Baba. Yaani kama Torati inavyosema, mtakuwa watakatifu kama Baba yenu alivyokuwa mtakatifu. Na Yesu pia alikuwa ni mtakatifu, hana dhambi. Tena mtumishi wa Mungu Petro anakazia katika Petro wa kwanza 2:22. Mtumishi wa Mungu Petro analikazia hili jambo,
Anasema katika Petro wa pili 2:22 anasema hivi, yeye hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Anatoa ripoti kuhusu maisha ya Yesu kwamba huyu Yesu yeye hakutenda dhambi, sio dhambi tu, hata hila. Hivi tunafahamu maana hila, watumishi? Mfano wa hila, kwa mfano labda kwa wale wakulima, unakuta labda mtu amelima shamba la mahindi, alafu sehemu anapokaa labda kuna wale nyani, na tunajua kwamba nyani wana tabia kuharibu mazao. Sasa binadamu kumuua nyani ni jambo ambalo sio simple. Sasa ili umuue nyani ni lazima utumie hila. Unakuta mtu anachukua debe la asali, yani ile ndoo kubwa, anaijaza asali, alafu kuna namna anafanya ili asali inakuwa kama imechacha, kwa hiyo inakuwa ni pombe. Kwa hiyo mkulima anachukua ile ndoo ya asali, anakwenda anaitia katika ile shamba la mahindi. Kwa hiyo nyani wakija, wanaona pale kuna ndoo imejaa asali, wanasema yes, huyu mkulima ni mjinga. Wale nyani wanakula ile asali. Sasa wanapokula wanaanza kuelewa pole pole. Muda huo wakulima wanakuwa na mikuki wamejificha. Kwa wale nyani wanakula, wanaanza kulewa. Mwisho wa siku nyani anapanda kwenye mti, anakuwa amelewalewa. Mwisho wa siku nyani chini. Wakulima wanakuja na piga mikuki, wanamuua. Kwa sasa hicho kitendo hicho tunakiita hila. Au labda unakuta mtu nyumbani kwake anasumbuliwa na panya. Panya anakula nguo, anakula vitu vya samani. Sasa ili kumuua yule panya, mtu anakwenda dukani, ananunua samaki sato au sangara, anatoa shilingi 5,000 au 3,000, anamnunua samaki aliyonona. Lakini pia anaenda kununua sumu ya panya yenye gharama, anakuja anampika yule samaki, anamtia sumu, alafu anamtega pale kwenye kona. Kwa yule panya akija, akifika pale anasema yes, huyu mwenye nyumba amesahau mboga. Kwa panya anakula, baada ya muda anakufa, anakauka. Kwa hicho kitendo kinaitwa hila. Sasa mtumishi wa Mungu Petro anasema hata hiyo hila haikuonekana ndani ya Kristo. Kwa sababu gani? Kristo alikuwa na jina la Baba katika paji la uso. Sasa ndio hao watakaotiwa muhuri wa Mungu wana jina la Baba. Yaani kwa lugha nyingine, muhuri wa Mungu ni jina la Baba. Kwa mimi na wewe yatupaswa tuishi bila, yaani kama maandiko yanavyosema, tutakuwa watakatifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyokuwa mtakatifu, na sisi yatupaswa tuwe hivyo hivyo. Tusibidize katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:9, Biblia inasema hivi, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Umeona? Kwa kila mtu ambaye amezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa sababu ametokana na Mungu. Kwa lugha nyepesi, ana jina la Baba na jina la Mwana. Yaani ana zile tabia za Baba, ana zile tabia za Mwana. Kwa sasa wewe jiangalie, je, una hilo jina la Baba na Mwana? Je, unaishi maisha matakatifu? Umezivaa chapa za Kristo? Maana kuishi kwako, kuenenda kwako ni Kristo. Watu wakikuona wewe wanamuona Kristo, nadhani wewe mwenyewe utapata jibu, je, muhuri wa Mungu unao au hauna? Sasa Roho Mtakatifu yeye ndiye anatia huu muhuri. Naposoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 30, Biblia inasema hivi, Efeso 4:30, Biblia inasema, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri, sio muhuri, yaani yeye sio kama ni muhuri, ila yeye ndiye alitutia huo muhuri. Manake ukiwa na Roho wa Mungu, wewe unakuwa ni wa Mungu. Sasa huyo Roho wa Mungu ndo atakusaidia wewe kuishi maisha matakatifu, yaani kama vile Kristo alivyoishi, kama vile Baba alivyo. Uwe utakatifu ndio wewe utakuwa nao. Kwa sasa tunaposema kwamba Sabato ni muhuri wa Mungu, hapana. Labda katika masuala ya uumbaji tunaweza tukasema kwamba hii amri ya 4 kwamba inawakilisha kwamba Mungu ndio aliumba, lakini huu muhuri ambao hawa watakaopiga waweze kuishi uzima milele ni jina la Baba
pamoja na jina la Mwana. Kwa kiufupi, yani ni jinsi Kristo alivyoishi, na wewe yakupasa uweze kuishi hivyo hivyo. Basi mjoli, kama ukiwa na swali unaweza ukauliza kwenye komenti kwa uzuri na sio kwa lengo la kubishana. Kama ukiwa na swali unaweza ukauliza nami nitakujibu, lakini pia unaweza ukashare kwa ndugu, jamaa na marafiki nao pia waweze kujifunza. Basi Mungu wa mbinguni akubariki.